kwamba budget kwa kawaida inatakiwa iwe ndio kichocheo cha uchumi. Ndio madhumuni makubwa ya kupanga budget. Maana kuna vipaumbele vinawekwa ili uchumi uweze kukua kutokana na mpangilio wa budget. Sasa kupanga ni jambo moja, kuchagua ni jambo moja, lakini kutekeleza ni jambo jingine. Na hapa ndio kwenye mtihani mkubwa katika mambo yote ya budget. Kwamba mnaweza kupanga budget yenu nzuri, vipaumbele mkaviweka vizuri, lakini katika process ya utekelezaji msitekeleze vizuri. Na ukifuatilia mijadala mingi ndani ya bunge utakuta bado kiwango cha fedha kinachokwenda katika miradi iliyopangwa haifikii yale ambayo bunge lilipitisha. Sasa hili ni tatizo la msingi. Katika tatizo hili yako mambo matatu. Moja, kama mnakuwa na budget ambayo kwa kiwango kikubwa ni tegemezi. Hilo ni moja katika tatizo, kwa sababu mnawategemea wanaweza kubadilisha mawazo. Wenyewe wanasapati mwingine wanakuambia tuna checklist. Tunaangalia hichi mmefanya, hichi hamfanya, kama kuna kitu fulani mfanya wakakuhamisheni. Wana masharti yao. Lakini la pili ni kwamba bado nyinyi wenyewe hamjakuwa na vianzio vizuri vya fedha vya kuendesha uchumi wenu. Na hilo ni tatizo la pili. Kila tatu linakuja lile sasa, hata kile kidogo mlichonacho, je, mnakitumia vizuri? Sasa haya ndio mambo matatu muhimu sana katika budget, katika mipango na kadhalika. Kama haya matatu hayakuzingatiwa, mtapata msukosuko mkubwa sana. Kwa hiyo bajeti yetu mara nyingi tunaweza kupanga vipaumbele vizuri, tukakubaliana, tukaondoka vizuri, lakini katika process ya utekelezaji imekuwa ni tatizo. Na ndio maana bunge baadaye likafikiria kwamba ni vizuri kuwe na kamati ya budget. Na katika kamati ya budget kuwe na secretariat yake ya kamati ya budget ambayo itasaidia angalau kuifanya serikali au kuilazimisha serikali kwa kiasi fulani iweze kutekeleza yale ambayo yamepitishwa ndani ya budget. Na hii ndio nafikiri ndio tatizo ambalo lipo katika bajeti zetu. Bajeti nzuri, tunapanga vizuri, tunazungumza vizuri, tunakubaliana. Peleka pesa kwenye reli, hazipelekwi vizuri. Peleka pesa kwenye halmashauri, haziendi vizuri. Lakini tatizo kubwa nasema ni ile ya tegemezi. Bajeti ya mwaka huu serikali imeonekana kwa kiasi fulani inataka kupunguza utegemezi. Na hilo ni jambo jema. Ila kuna maswali yanajiuliza. Je, tuna uwezo wa kukusanya hayo mapato ya kuweza kutuwezesha tusitegemee, tujitegemee? Ndio swala la msingi lile la utekelezaji. Kwa hiyo nasema mipango ni mizuri tunayo, haina matatizo yote, lakini bado katika masuala mawili makubwa tumeshindwa kutekeleza vizuri. Moja, kuhakikisha kabisa kwamba miradi tunakubaliana nayo kuitekeleza basi inatekelezwa. Tumesikia hapa budget ya Zanzibar. Asilimia ya maendeleo na ya recurrent almost yako 50-50. Hapo ndio mnaweza mkapiga hatua. Huku bado recurrent expenditure ni kubwa sana, my development expenditure ni ndogo sana. Sasa hayo ni matatizo katika mambo yetu. Lakini hata hiyo ndogo nayo haitekelezwi. Sasa haya ndio mambo ambayo tunahitaji kuyazingatia na kuyatazama. Kwa hiyo budget ni taswira nzuri tu, lakini katika utekelezaji bado tumekuwa na matatizo. Kuna matatizo. Mheshimiwa Omar Nundu, vipi unadhani budget ambayo wabunge wamekaa wakaijadili ikapangika vizuri inaweza kuwa mkombozi kwa wananchi wa kawaida na hata uchumi wa nchi kukua? Asante sana. Kwanza niungane na Mheshimiwa Ahmad Rashid kutoa rambirambi kwa matatizo ambayo yametokea nchini sasa hivi. Matatizo yakitokea kama hivi, nguvu kazi zinapotea, vitendea kazi vinapotea. Kwa hiyo ile dhana nzima ya kuwa tunazo nyenzo za kwenda mbele inakuwa imedudumaa kidogo. Sasa tunapoliongelea swala la budget. Budget ni mpango wa matumizi ya nchi. Lakini matumizi yanakwenda na makusanyo ya nchi. Na kila mwaka mnapopanga budget, kiukweli mnasema kwa mwaka huu nchi itapiga hatua kwa kiasi fulani. Sasa mnapokuwa mmeamua budget ya mwaka huu ni kiasi fulani, cha kwanza cha msingi inatakikana kwa zile pesa ambazo mmezipanga kwa budget ile ziwe zimepatikana. Kwa sababu kama hazikupatikana na kama hamkuyatenda yote yale ambayo yalitakiwa yafanyike katika mwaka huu, ni wazi kuwa hamkupiga hatua vile inavyotakiwa. Sasa tatizo hapa ni nini? Kwanza kwa nchi kama yetu, nadhani saa nyingine tunakuwa waoga kiasi. Kwa sababu nishasikia baadhi ya wabunge jana wanasema kwa hii budget mbona imeongezwa. Wakati ya mwaka jana 2 trilioni 19 zile hatukuzifikia. Na lazima tuwe wathubutu. Hasa kwa nchi kama Tanzania ambayo iko katika hatua ya kupiga hatua kwenda mbele. Ni lazima tuweke budget ambayo tunaona tukiitekeleza kwa mwaka huu itatupeleka pale ambapo tunataka kwenda. Lakini baada ya kufanya hivyo, kama alivyosema Mheshimiwa Ahmad Rashid, ni lazima tuitekeleze. Mimi nilipokuwa wizarani, experience yangu ni kuwa hapa tuligombana sana hapa. Wabunge wakasema wizara ya uchukuzi iongezwe pesa. Nadhani nilikuwa nimepewa bilioni 165. Mwisho wa siku nikaongezewa bilioni 95. Lakini mwaka unamalizika, hata zile bilioni 165 za kwanza
zilikuwa hazijapatikana. Sasa hilo ni tatizo. Na katika mfumo ule wa budget nao uangalie ni nini unatumia na nini unawekeza, kwa maana ya kuwa ni pesa ngapi unazitia sasa katika kuweka vitendea kazi, kwa maana ya miradi ambayo itapeleka nchi mbele. Na unapokuwa kwenye huku vitendea kazi, pesa unazoweka sio nyingi, hiyo ni wazi kuwa ukuaji wako wa nchi yako kibudget hauko vizuri. Sasa hilo ni swala ambalo yabidi tulifanyie kazi. Pesa zipo, zinaweza kupatikanaje? Hii ni swala jingine, kwa sababu serikali yote duniani haina pesa. Hapa wananchi saa nyingine wanasema serikali haina pesa. Serikali inakuwa na pesa kwa kuwezeshwa na wananchi. Wananchi wafanye kazi, wananchi walipe kodi, ndio serikali ile sasa inaweza kujivuna kwa sisi sasa tuna pesa. Sasa wananchi wanalipa kodi, wanaweza kulipa kodi. Hayo ni maswala. Huwezi kumlazimisha mtu kulipa kodi wakati uwezo wa kulipa kodi hana. Na asipolipa kodi ni wazi kwa serikali hiyo haiwezi kupiga hatua. Sasa tunakwenda kwenye swala zima la kuwa wanawezeshwaje wananchi ili waweze kulipa kodi. Hilo nadhani tutalichambua kwa kirefu baadaye. Kwa sababu tunachoona sasa hivi hapo, na tumesema mara nyingi wengine bungeni hapo, mtu anaanzisha leo kiwanda kwa mfano cha kutengeneza maji. Hapo anatakiwa aanze kulipia maji yale ambayo atatoa kiwandani kabla hata maji hayajatoka. Lakini hapo tunaelewa hapa na tunatambua kwa unapomvutia mtu kuja hapa anatakiwa apate tax holiday. Na ni mtu ambaye ana uwezo. Amekuja ameanzisha hoteli kubwa ambapo ukitembelea kwenye mahoteli akiifungua tu siku ya kwanza na watalii wanaokuja anaanza kutengeneza faida. Na anavyo vichaji kule viko juu, lakini bado unampa tax holiday miaka 5. Lakini huyu mwananchi ambaye anajikwamua, kwanza kuna tatizo la atapataje pesa kutoka benki, na akizipata riba ni kubwa mpaka 24%, ambayo kusema kweli ukiangalia kwa juu huwezi kuona kwa mtu anaweza kufanya biashara vizuri alafu akalipa riba ya 24%. Sasa huyu mwananchi ambaye ana matatizo hayo bado unamtoza kodi kabla kitu kile hakijaanza kufanya kazi. Hujampa ile tax holiday kama unawapa watu ambao wana uwezo kuja kuwekeza hapo. Nafikiri kuna hayo mambo ambayo katika mambo ambayo tutabidi tushauri serikali, na tumekuwa tunashauri lakini sasa tusisitize lazima afanye hivyo. Maana hapa ndipo unapoanza kuunda genge lako la kulipa kodi. Nchi yote ile mgeni hawezi kuja na nia ya kuendeleza nchi. Amerika yenyewe ambayo imesema ifungulia, nakumbuka mashirika ya ndege pale, huwezi kwenda British Airways ukaenda ukachukua shirika la ndege la Amerika ukawa wewe ni owner. Haiwezekani. Kwa sababu lazima wanajua kuwa mtu ambaye yuko pale nchini ndio ambaye anaweza kuweka msingi imara kwa kupeleka uchumi. Mzalendo mzawa. Mimi nasema yoyote ambaye ni citizen pale na ameamua hapa ndio kwetu, yule ndio mtu wa kuanzia kupeleka uchumi wako mbele. Wengine wanakuja kuongezea tu, lakini uwezi ukawa unategemea wale wanaokuja kuongezea ndio kupelekea uchumi wako mbele. Mheshimiwa, sio kwamba unaweza kusema kwamba tumejikita zaidi katika kutegemea hao ambao wanatoka nje kuja. Tuna facilitate zaidi, niseme hivyo. Tuna facilitate zaidi. Dhana ya kuleta watu wawekeze hapa haina tatizo, lakini lazima waje wawekeze moja kwa moja, tukiwa tumejikita kwa wanawekeza kwa faida ya Tanzania. Sio kwa anawekeza hapa kwa kuweza kuona atapata faida kiasi gani apeleke kwake nje. Sasa ndio hilo tunalokuja. Anapokuja akaanzisha kampuni ambayo inapata faida tangu siku ya kwanza, alafu kampa tax holiday ya miaka 5, sina tatizo na hilo. Unamvutia, lakini baada ya miaka 5 ile anabadilisha jina la kampuni ile, bado unaendelea kumpa tax holiday. Lakini huyu ambaye unatakiwa umjenge, ambaye ndio yeye ndio tuseme nguzo ya kuja kuendeleza uchumi wako, kumpi facilities zile. Kwa tangu mwanzo anapata shida kuchangia kodi kwa nchi yake, lakini hana uwezo wa kuendelea kuchangia hivyo. Lakini unapomwanza kumwekea mazingira mazuri tangu mwanzo, akajijenga, ukampa naye miaka 5, akasimama imara, yule atakuja kulipia kodi nzuri sana. Kama ufanye hivyo atakwepa kulipa kodi. Na ndio kinachotokea. Mimi nimetembelea viwanda 43 Tanga kule. Wakikueleza mambo utashangaa, ni wazi watu wanakwepa kulipa kodi. Sasa unamzoesha mtu njama za kukwepa kulipa kodi. Kwa hiyo hata atakapokuwa mkubwa
inakuwa ni matatizo ni hayo tu. Mheshimiwa Hamad Rashid, ili swala la ukwepaji wa kulipa kodi unaweza kulizungumzia namna gani? Linaathiri vipi bajeti yetu? Kwanza linaathiri kiwango kubwa, lakini kodi, mlipa kodi anatakiwa aione kodi yake ina manufaa. Hilo jambo la msingi sana. Na kwa kweli Watanzania tuna mambo mengi sana ambayo hatujayafanya ili kumfanya mtu awe na utashi wa kulipa kodi. Unatoka nyumbani kutoka asubuhi mpaka saa 12 mpaka saa 3 unafika ofisini, distance ya kilomita 3. Kwa hivyo ametumia saa 2 hajazalisha chochote. Kwa hivyo ile wanasema wenyewe risks of doing business, ile yale matatizo ya kuweza kufanya biashara ni makubwa kiasi kwamba lazima mtu afiche ili afidie zile gharama ambazo zitatokana kutokana na urasimu uliopo. Na haya ndio mambo ambayo yanaweza kusaidia sana watu kuweza kulipa kodi. Unaanzisha kiwanda, huna hakika kama maji yatapatikana, huna hakika kama umeme utapatikana. Umeshafanya investment yako, ushaiweka pale, umeshakopa benki, riba inaendelea, benki kuwa child, wewe hulipi, hujapata huduma zinazotakiwa. Hayo ni matatizo ya msingi. Kuna kiwanda kimoja hapa kimeanzishwa kidogo tu cha ku process copper. EPZ pale. Wamekataa kumpa idhini watu wa NEMC aendelee akakaguliwe tu aonekane vile anavyofanya kama ni sawa si sahihi, pamoja na barua zote zilizokuwa nazo, pamoja na mimi kusaidia yeye hata wazeni kupita. Sasa unaona kama huyu mfanya biashara hana vitu vinakumsaidia yeye aweze kulipa kodi. Yeye ni mzao. Yeye si mzao, ni mgeni, ana watu anafanya nao kazi. Na hapa na kidogo unaweza kutafautiana na kidogo na Mheshimiwa Nundu. Haya mambo ya kuwekeza yana umuhimu wake sana. Why? Kwa sababu tuna teknolojia sisi hatuna, na lazima tukubali. Sasa huwezi kuipata kama kumpata mtu mwenye teknolojia akawa nayo. Kosa tunalolifanya, hatuwaandai vijana wetu kuweza kuingia katika teknolojia zinazokuja ili watu wanaokuja kuwekeza baadaye tuweze kuchukua. Hili ndio tatizo tunalonalo. Kwa unachukua wanafunzi wako wa kilimo kwa mfano, unatakiwa uanze mapema kabisa uwaandae kwamba nyinyi mkitoka hapa hakuna ajira serikalini. Ajira iko kwa wewe mwenyewe kujitegemea. Na sisi hapa chuoni tunakufundisha namna gani utaweza kwenda kujitegemea, ili ukitoka pale uwezeshwe sasa kwenda kujitegemea, kuzalisha kile ambacho umekisomea. Sasa hili ndio hatujafanya. Inaanza kidogo sasa hivi kufanya kidogo. Ukiangazia data za Mheshimiwa Waziri Mkuu alizotoa hapa, kuna vijana milioni 16.2 wanaotakiwa kuingia kwenye soko la ajira. Serikali imeajiri 188,000. Private sector imeajiri watu milioni 1 na kidogo tu. Kwa ujumla unakuta ni milioni 1.2 ndio watu ambao wako kwenye ajira rasmi. Asilimia zaidi ya 90 ya vijana hawako kwenye ajira rasmi. Kodi utaipata wapi? Lazima uwaondoe. Ukichukua nchi zingi za wenzetu zoendelea, asilimia hiyo unakuta iko ni 15, 20 ambao wako kwenye informal sector. Lakini kwetu sisi bado gap ni kubwa sana ya formal sector na informal sector. Sekta rasmi na sio rasmi. Kwa maana hiyo upatikanaji wa kodi utakuwa bado ni unakamata wale tu wachache waliopo. Huna ile tax base bado huwezi kuipanua kwa sababu watu wengi hawajaingia kwenye ajira iliyo rasmi. Na hili ndio jambo ambalo mimi nafikiri serikali sasa ingejipanga namna gani wanawaingiza vijana katika ajira iliyo rasmi. Ajira rasmi maana yake ni kwamba wamewawezesha, wana teknolojia nzuri ya kuzalisha, wamekuwa registered, wanapata uwezo wa kuweza kupata mikopo kwa urahisi. Mheshimiwa Nundu kasema vizuri, kupata mkopo hapa is a nightmare, ni tatizo kubwa sana. Ukifanya hilo likiwezekana, then hawa watu wakaingia kwenye ajira, tax base yetu itapanuka na kodi itaweza kupatikana, na hapo ndio tunaweza kujitegemea katika uchumi.